Shahidi huyo Bwana Gervas Gibson, mkazi wa Tabata jijini Dar es Salaam, amesema yeye alishawishika kufanya uwekezaji katika zao hilo baada ya kuona matangazo katika kituo cha ITV. Bwana Gervas ametoa ushahidi huo mbele ya hakimu mkazi mkuu Mheshimiwa Beda Nyaki akiwa anaongozwa na wakili wa serikali mwandamizi Bwana Christopher Olembike. Shahidi huyo ambaye amesema yeye ni mjasiriamali alisema baada ya kusikia matangazo hayo aliwatafuta viongozi wa kampuni ya Vanilla na baada ya mazungumzo walimwambia kuwa mashamba yako Njombe na hivyo katika kujiridhisha aliamua kwenda kwanza kuyaona. Akaongeza kuwa baada ya kuyaona alijiridhisha na uwekezaji huo na kurudi Dar es Salaam na kulipa shilingi milioni 8 kwa ajili ya miche 160 ya Vanilla. Hata hivyo, baada ya kulipa na kwenda ofisi za kampuni hiyo zilizopo Mlimani City, waliingia mkataba wa mwaka mmoja ambapo walitarajia kupata faida ya shilingi milioni 60 baada ya mwaka. Akaongeza kuwa baada ya kuingia mikataba hiyo alitaarifiwa kuwa mashamba yamehamishiwa Zanzibar kutokana na urahisi wa yeye aliyoko Dar es Salaam kuweza kuyatembelea. Bwana Gervas akaongeza kuwa hata hivyo, baada ya mashamba kuhamishiwa huko alikwenda baada ya miezi 10 kwa lengo la kwenda kuona hali ilivyo, lakini alipofika huko alikuta mazao yana hali mbaya, muda wote yangekauka na isitoshe haikuwa miche 160 kama alivyokubaliana, hatua aliyomfanya wasiliane na meneja kisha mkurugenzi kabla ya simu yake kuzuiwa kuingia kwa Bwana Simon Mkondia. Hata hivyo, akasema baada ya kuona kwamba simu yake haiwezi kuingia kwa mkurugenzi akaamua kwenda kutoa taarifa kwa mkuu wa wilaya ya Ubungo, na hata hivyo Bwana Mkondia akwenda mpaka alipoona kwenye vyombo vya habari kuwa amekamatwa. Baada ya kutolewa kwa ushahidi huo, upande wa utetezi ambao na mawakili wawili Bwana Shundi Mrutu na Bwana Benedicto Mtulo kwa nyakati tofauti walimhoji shahidi, ambapo moja ya jambo waliomuuliza ni kama shahidi anajua washtakiwa wapo wapi, ambapo shahidi alijibu kuwa anajua kuwa Bwana Mkondia yupo gerezani, na ndipo alipomuuliza kama gerezani wanalima Vanilla, ambapo alisema hapana. Aidha, shahidi akaulizwa kuwa kama anajua washtakiwa wameshtakiwa kwa kosa gani, akasema ajui. Mkondia anakabiliwa na kesi ya uhujumu uchumi katika mahakama hiyo. Mshtakiwa mwingine katika kesi hiyo ni Remam John ambaye ni mkaguzi wa kampuni hiyo. Washtakiwa kwa pamoja wanakabiliwa na jumla ya mashtaka 28 yakiwemo kujipatia zaidi ya shilingi milioni 90 kwa udanganyifu na utakatishaji kwa kununua viwanja 9 eneo la Idunda mkoani Njombe. Idaiwa kuwa washtakiwa hao walitenda makosa hayo katika tarehe tofauti kati ya Januari 1 mwaka 2020 na Desemba 1, 2023 ndani ya mkoa wa Dar es Salaam. Dr. Manguruwe na John wanadaiwa kufanya biashara ya upatu kwa kuwaahidi watu kupata faida mara 2 hadi 3 kulingana na kiasi cha fedha walichotoa. Washtakiwa hao wanadaiwa kujipatia shilingi milioni 92.2 kutoka kwa watu 19 tofauti waliotoa fedha kwa ahadi ya kupata faida mara 2 hadi 3 ya fedha walizotoa. Dr. Manguruwe anadaiwa kuwa kati ya Januari 1, 2020 na Desemba 1, 2023 alijipatia viwanja 9 kitalu namba AB eneo la Idunda mkoani Njombe, huku akijua viwanja hivyo ni mazalia ya makosa tangulizi. Ni katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu hapa jijini Dar es Salaam, ambapo shauri hili linalomkabili Bwana Simon Mkondia almaarufu kama Dr. Manguruwe na mwenzake likiwa linaendelea hapa, na mara hii likiwa lipo katika hatua ya ushahidi. Nikiripoti kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Godfrey Monyo wa ITV.